Hivyo kama ni wizi, anayefanya wizi amefanya dhambi. Kila dhambi aifanyayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zina tenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Hapo sasa ndio kuna kashkash. Manake ukifanya dhambi ya zinaa unafanya dhambi juu ya mwili wako mwenyewe, tofauti na wizi. Ila mzinzi na mwizi wote jikoni. Ni kweli hiyo, hatuwezi tukapaka rangi dhambi, hapana, lakini sura zinatofautiana, yani namna ya utendaji na madhara yake ni tofauti. Sasa tuko tunaongelea dhambi ya zinaa na tunakwenda kuangalia mbinu zitakazo saidia vijana wa leo mpaka na wazee na wengine, na kizazi kiweze kuwa ni kizazi kitakachobaki. Kwa wale ambao watakubali mausia ya Mungu, basi wabaki wakiwa na hizo mbinu mpaka wanakufa. Kitu ya kwanza ninakutajia kwanza, jambo la kwanza tumeambiwa tuikimbie, kwa sababu yule anafanya zinaa anafanya kwa mwili wake, juu ya mwili wake mwenyewe. Sasa ishu inakuja hivi, wakati ambapo watu hawajajua kitu ambacho wewe unakiwaza, maana dhambi huwa inaanzia akilini. Ndio unaona Yesu anapokuja anatuambia mtu akimtamani mwanamke amekwisha kuzini naye moyoni mwake, lazima ile ni dhambi, ndio aende akafanye tendo lolote. Hata wizi ndio uende ukaibe, tayari umekwisha kutamani, na kutamani huanzia akilini, unapima thamani ya ile kitu. Sasa naomba tuweze kupatana wapendwa. Kwa hivi ili uweze kwanza kutoa mizizi ya dhambi, rafiki yangu, dada yangu, kaka yangu, kwanza anzia na ubongoni kwa kichwa yako. Kama hauwezi na haujatibu kichwani, tayari unaharibu kila kitu. Hauwezi ukafunga miguu, hauwezi ukafunga mikono, hauwezi ukafunga kiungo kingine chochote, lakini kwanza funga akili. Sasa kwenye akili kuna vingi vinavyoingia vinavyowafanya watu kugeuza akili zao, kutazamia zinaa na kutazamia kuingia kwenye matokeo hayo. Unaona, mtu akiingia kwenye dhambi ya zinaa, baada ya hapo huanza kujutia, kwa nini hata nimeenda hapo? Ni kwa sababu kwanza hakuweza kufunga akili yake. Sijui kama tunapatana wapendwa, kwa sababu na shetani anajua anaanzia kwanza kwenye akili. Kwa hivyo lazima kwanza tuanze kujua fikra za shetani zikoje. Najua shetani naye ana fikra zake, ndio maana wazazi mpaka na watoto wenyewe na vijana wengi hawajajua fikra za shetani. Hiyo haya tunakuja kusoma mbele, hawajajua fikra za shetani. Kuna vitu wanafanya wanadhani ni kujistarehesha ama ni burudani, lakini hizo ndizo zinazowapeleka kwenye dhambi ya zinaa ambao tumeambiwa tuikimbie. Sasa kitu cha kwanza katika akili, hebu nisaidie Wakorintho wa pili, enda hapo mbele, sura ya 10. Kama utashindwa kuikontrol akili yako, yani haiwezekani abadan ukashinda dhambi hata kwa sekunde moja. Nisomee 15, Wakorintho wa pili. Imeandikwa, tukifanyeje? Tukiangusha mawazo. Anzia hapa, tunatakiwa tuangushe mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwanza tumeanza tuangushe mawazo na kisha tuteke nyara kila fikra.
mimi nahitaji tukufanyia operation fupi ambayo hiyo itasaidia wewe iwe kijana na wewe wazazi ambao unaweza ukakaa na watoto wako ama ukasugua magoti kabisa kwa Mungu kumuuliza akurekebishie vijana wako, lakini utasugua mpaka uwe na machacha na kadhalika, kwa sababu mchawi yuko naye ndani. Vijana wakizidi kuanzia watoto wanazidi kuharibika, lakini wewe mbinu utakayotumia zipo ambazo Mungu amekupatia, lakini wewe tena hauzitumii. Mungu atakusaidia namna gani? Sasa amekwisha kutueleza kwa akili. Kwa hivyo chochote kinachoingia kwa akili, hicho ndicho kinachokuwa kinaleta mizizi ya dhambi. Naanza kama kuna akili yako ikaingiziwa virus zozote zinazohusiana na uzinzi, wewe hautakaa utoke kwa hiyo shimo mpaka unakufa. Hizo kwa sababu kwenye akili yako, kitu kinacholisha akili, njia kwanza huwa ni 4, lakini nisemee 3 ambazo kwanza nikianzia na 2 kubwa. Ya kwanza ni macho. Macho yanasaidia sana kuingiza kitu akilini. Unaona wale watu wanasomea macho. Kwa hivyo macho kila unakisoma unakikumbuka, maana kwanza kinakuja kwa ubongo wa mbele, baadaye kitakapoonwa mara nyingi kinahamia ubongo wa nyuma. Unaona yule anasoma ili asisahau, si kwamba asome hapo na aache, anasoma akisoma tena. Kwa hivyo kile ukikisoma inakuja hapo ubongo wa mbele, kisha baadaye ubongo wa nyuma. Ubongo wa nyuma huweka kumbukumbu, memory kwa kitambo kirefu. Sasa kama wewe umejizoelea katika kuangalia, unaangalia visivyofaa, kwanza unaangalia iwe ni sinema, picha za uchi, unaangalia ukiangalia zinakaa kwa akili. Kwa hiyo haiwezekani wewe ukawa unatafakari kitu kingine, utatafakari kile ambacho kimejaza ubongo. Tunaona Ayubu mfano, hebu nipatie kitabu cha Ayubu mfano, aliwahi akasema kitu hiki ambacho hata wewe unaona leo wengi. Mfano kuna watu wanaitwa, mtu anaitwa kibaka, yule ambaye anawezekana akasababisha mtu akaibiwa ama akamfanyia mwanamke jambo ambalo si sawasawa. Yule mtu mpaka afikie hii hatua amekwisha kumtamani yule mwanamke kiwango kwamba ameamsha hisia za mwili, na ili amsha hisia za mwili amemtazama. Unaona wanawake wanaovaa ovyo tena wanatembea kwenye mitaa, wale wanaume wanakuwa wanayo macho yao, wanaenda wakiwasindikiza mpaka akiendaga kwa kuona hapo. Wengine mpaka wanakaribia wagongwe na gari kwa sababu anaangalia mwanamke vile amevaa vibaya. Sasa hiyo ndo hawezi akatoka kwenye shimo la uzinzi hata sekunde na moja. Ayubu 31:1. Unaona wale watu wa Biblia walikuwa wanajua macho ni kiungo yanayotakiwa kulindwa kwa wivu, si kila kitu unaangalia. Unaona wale waliotengeneza mavazi ya kikahaba walikuwa wanajua kuna wanaume wasiolinda macho yao, wataangalia kila kitu, ndio hapo hawatatoka kwenye uzinzi. Soma aya ya kwanza. Nilifanya agano na macho yangu. Subiri, nimefanya nini? Nimeagana na nini? Na macho yangu. Basi nawezaje kumwangalia msichana? Kwa hivyo kumbe Ayubu alifanya agano na nini? Na macho. Alifanya agano na nini? Na macho. Kumbe macho unafaa uweze kufanya nayo agano, si kila kitu unaangalia. Kuna kitu kinaitwa pornography ama kwa kifupi wanaita X, ndio hizo zimejaa kwa simu, zimejaa. Na kama kuna mtoto akaziangalia mapema hivi akiwa ni kijana mdogo, afike kwenye ujana amekwisha haribikiwa akili. Kwa hivyo hatutegemei huyo aweze kuwa kwenye ujana mwema, hata aoe lazima atakuwa na watu wengine hapo katika pembeni.
Unaona watu ambao watakuwa wamejiingiza katika hapo, wakikosa nafasi ya kupata binti wanaingia kwenye masturbation inayoharibu tena akili. Step 2 masturbation, wanaingia kwenye kujichua. Unaona anaingia kwenye kujichua, na hiyo tena, kama wazazi wanatakiwa muwe makini, mwambie watoto wao wenu hapo wakiwa bado wakiwa watoto. Kiswahili cha zamani, punyeto, unapiga punyeto. Mwambie, mkiwaambia mapema tafadhali. Hii tunawaambia kwa sababu hata makanisani hawasemi tena, wengine hata mashuleni hawasemi, nyumbani hawasemi. Ukishindwa kufanya hivyo, kuna dunia inafundisha. Kuna watoto ambao ni watoto wameshaharibikiwa akili. Akitoka nyumbani, mtoto anakuja mtaani huku ama shuleni, atafundishwa tu, anarudi kwako, unasema ni kijana mzuri, unasema ni binti nzuri, kumbe ashaharibikiwa. Ni wewe hujui, umefungwa macho ukiwa mjinga hapo, hauna mtoto. Hata kuna vijana wengi tunaona, atakayekuwa amekuwa sugu kwenye masturbation ama kwenye kujichua, hawezi akaja akawa akiwa na mke mmoja akatosheka na hiyo, lazima tena afanye masturbation. Hiyo ni kwa akili ama elimu ya akili inavyokuwa, tayari anakuwa amekwisha kujizoeza kwa masturbation. Kwa hivyo chanzo kikubwa kinakuwa kwenye akili. Naingia step nyingine, hata wale, kwa sababu tumeangalia kwenye macho, hata wale ambao utakuta anavyokuwa anavaa, hata mwanamke anavyovaa, hata mwanaume anavyovaa, ili avae hivyo ni lazima ameona mwingine akivaa hapo. Unaona hata mabinti wanaovaa leo nusu uchi, ni kwa sababu ukifuatilia mfumo wake wa siku, fuatilia, hata kama wewe ni mama, hata kama ni baba, rafiki, hata kama ni mume, mke wako ameanza kubadilika mvao wake, fuatilia anaangaliaga nini. Utakuta akiangalia tu hizo za wanawake wakiwa wakibinua makalio, hapo ndio hapo anavaa hivyo, ndio hivyo atavaa, kwa sababu anajifunza kwa kutazama, anabadilishwa. Kwa hivyo kama ni mwanaume, kama ni baba, anzia mwanao, mrekebishie kitu gani anaangalia. Kwa hivyo utajikuta ameangalia vitu visivyofaa, msije mkajidanganya mnaenda kubadilisha tabia yake kwa maombi. Hiyo ni kitu haiwezekani. Kuna vitu vinabadilishwa kwa maombi, kuna vitu vinabadilishwa kwa fimbo, na vingine vinabadilishwa kwa kumwelekeza kabla hajafika kwa fimbo. Unajikuta wazazi wengi wanakuwa wamekwisha haribikiwa kizazi, wameharibikiwa watoto, tena wanakuwa ni watu wa maombi sana, ndio wanatupigia kelele tumelala. Hayo ni macho. Linda macho yako kama mzazi, waambie watoto si kila kitu watazame. Wengine wanakuwa wanatazama maigizo. Tena kama kuna kitu mwachashe watoto wenu kuangalia, waachasheni maigizo, waacheni nayo mapema. Maigizo sikatai, kuna kiwango yanafunza, ni kweli, utafundishwa namna ya kuishi, sijui na majirani, sijui wengine na namna gani, lakini mbinu ya shetani ndio hiyo. Haya tunaenda kuisoma, huwa anachanganya mema na mabaya wakati mmoja. Unaona hapa kuna mambo mazuri, baadaye kuna wao wawili wameendaga chumbani. Hiyo inafanyika chumbani hapo, wewe unakuwa sijui unapika hapo, baadaye ni mtoto ameangalia hao wakiwa wawili, anajifunza nini? Unaona sasa Paulo anatuelekeza, anasema ni lazima, ili tushinde, tuweze kuzijua fikra za shetani. Shetani ana fikra zake, ili kizazi cha leo anawaonesha wazazi kana kwamba hii haina madhara, na kisha wanaharibu watoto mpaka na wazee. Halafu bahati mbaya ziko familia zingine wanaweka hapo ni hizo maigizo, tena wanakaa na watoto wao. Wakati mwingine wanasema dunia sasa hivi imeharibika, na hapo yuko naye mtoto hapo. Sasa imeharibika na nini? Na huyo unamtengeneza. Msomea wako Korinto wa pili 2:11. Imeharibika na wewe ndio unamsaidia shetani kubadilisha dunia na kuiharibu. Kwa hivyo ni lazima kwanza tuanzie hapo. Kizazi ili kiweze kubadilika, tubadilishe mfumo wa maisha. Hizi tamthilia zinazokuwa zinaletwa kwa majumba yenu ni mitego ya shetani kuharibu kizazi ya watoto hawa kuanzia wakiwa wadogo hivi.
aya ya 11. Soma aya. Shetani asije akapata kutushinda. Shetani asije akapata kutushinda. Kwa nini? Maana hatukosi kuzijua fikra zake. Hatukosi kuzijua fikra zake. Hatukosi kuzijua fikra zake. Kumbe ili uweze kushinda fikra za shetani ni kwanza uzijue. Ya kwani na madhara gani? Si ni igizo tu. Hautajua fikra za shetani, anza hapo, anzia hapo. Vijana nao wanakuwa na simu kubwa tena katika vitu, mimi nashangaa. Kwanza ni kitu cha kwanza, hizi si kwamba simu kama simu ni mbaya, hapana. Inaweza kukufanyisha vitu vingi vikubwa ukajua, lakini ubaya ni kwamba wengi hawajaelimishwa namna ya kuzitumia, hiyo tu. Kwa hivyo unajikuta kwamba yuko TikTok, yuko wapi, na kila anachokifanya anachokiangalia, ukipiga mahesabu ni utumbo wote unakuwa hapo. Kwa hivyo akitoka hapo ataingia kwenye mazungumzo sasa, na hapo naingia stage nyingine. Ukishaangalia na kutengeneza fikra, utakuja kuzungumza. Sikilizeni, stage ya pili ni kuzungumza. Kwa hivyo utazungumza kile kilichojaza akili. Kwa hivyo utasema kuna huyu alikuwa hivi, kuna hiki kilikuwa hivi, kuna nguo za sasa hivi zimetoka mpya, umeziona? Kwa hivyo ndio utaona kuna fashion mpya zinakuwa zinatoka, zile zilikuwa zinaonyesha maungo kidogo, kuna zingine zinaonyesha maungo zaidi. Kwa hivyo kuna hiyo fashion mpya, watazungumza hapo kando. Kwa hivyo ili sasa, kama mtu ama binti unayekuwa unahitaji kuweza kusimama, kama wewe ukitaka uje mpaka kwenye kipindi cha ndoa, zingatia kabisa, usiingie sehemu panazungumzwa mambo ambayo yatakuharibia tabia. Kwa hivyo ukikaa na wazinzi, ukikaa na wanawake wenzio, wale wanaongea tu mada yao ni wanaume, hapo huwezi ukatoka au fikiri wanaume, utatoka ukifikiria hapo. Ukikaa na rafiki zako wanafikiria tu mapenzi, ni hapo utakaa hapo hapo na utakuwaga ni mtu unawazaga mapenzi. Ukikaa na wengine wanakuambia masturbation vile inafanyika na inafanyikaje na utamgani unasikia, ukitoka hapo utaenda kufanya. Msomaji, nisaidie kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Mazungumzo. Kama unataka kubaki kama ni kijana mzuri, mtoto mzuri, wazazi waambieni watoke kwenye vilinge vile kama hiyo inaitwa peer groups. Ni watoto wanakuwa walika moja, wataongea wakiwa na uhuru, wakiongea ambavyo havifai unamwambia mtoto atoke hapo dakika 0. Akikaa hata asikilize 3, 4, 5, amekwisha badilishiwa tabia, inakuwa tena mbaya. Unaona wazazi wanaanza kulalamika, mtoto wangu amebadilika. Wapi? Ni wewe hukujua anatembeaga na nani, anakaaga na nani, na wanaongeaga nini. Kwanza si kwamba uweze kumfuata kwa mitaa kila sehemu, mtengenezee msingi kwamba ajue kuna vitu vya kuongea na vitu si vya kuongea, kuna vitu vya kusikiza na ambavyo si vya kusikiza. Mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema. Wakorintho wa kwanza 15:34 anzia 33. Soma tusikize. 33 imeandikwaje? Wakorintho wa kwanza 15. Sikilizeni sasa, hapo ni vijana, wazee na wengine wote, msidanganyike. Nini? Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa hivyo kumbe mazungumzo mabaya yanaharibu nini? Tabia njema. Hiyo nayo tunafunga ukurasa, tunaingia hiyo ya kusikiza. Unaona leo wengi, hata ukiingia kwa simu, ukaingia kama ana PC, ana TV, ana flash, vitu vyote atakavyokuwa ameweka hapo ni vitu kama ni vya zinaa. Huyo mtu hawezi kutoka kwa hiyo shimo leo, kesho na hata milele, tutamfukiaga akiwa ni mzinzi. Kwa hivi usije ukategemea tufanye hapo tuseme eti alazwe mahali pema peponi. Hiyo kitu hakuna. Maana tunakuwa tumelaza marehemu aliye mzinzi, na akiibuka hapo ataibuka akiwa anakumbukia kama alikuwa anafanya masturbation, ndio akuwe akifanya hapo na amefufuliwa anatamani afanye masturbation bado. Kama kuna kitu
cha kulinda kinafaa kiweze kulindwa kama masikio yako. Ndio maana tulikwahi kusema habari za muziki hapa. Kama kuna njia ambayo shetani anatumia kubadilisha akili za vijana na wazee ni muziki. Muziki kwa sababu ni mbinu ambayo kwanza inaingiliana sehemu ya kusikiliza na sehemu ya kuangalia. Zile video unaangalia wewe, ukiangalia za utupu, ukaangalia za mapenzi, ni hapo tu akili yako itabaki hapo. Lakini vile vile unasikiza ni muziki inayohusiana tu na mapenzi, hauwezi ukatoka akili yako ikawa safi hata mara moja. Unaona, baada ya hapo mtu anakuwa akiimba kama vile anaimbia mtu mwingine. Sasa huyo mtu mwingine anaimbia hapo, anaimbia nani? Wakiwa ni wawili wamekaa hapo, unafikiri ni nani anaimbia mwingine? Ndio nategemea upate bikra hapo, nategemea upate mtu ambaye ni mtu ambaye atabaki kwenye misingi. Hapana, zingatia sana. Hata kama ni mzazi, mtoto uzingatie anasikilizaga nyimbo gani. Kabla hajaanza hapo kusikiliza, umwekee msingi. Kama ni wewe pia, ngoja kwanza niwaambie kama uko nazo, kabla sijashusha mic, nikueleze kama unataka ubaki ukiwa salama. Kuanzia kwanza kwa simu yako, sijui kama ni memory, flash, PC na TV. Futa hizo nyimbo, futa hizo kama ni za kusikiliza ama ni video. Anzia hapo kabisa. Uwezi ukasema unataka ubaki ukiwa safi, alafu ukirudi unasikilizaga hizo hata sekunde moja, ninakwambia. Kwa hivyo anzia hapo, utoe mchawi wa ndani kwanza. Ndio maana hatuna wengine wanakuwa ni ndio maana kuna wengine wanatoka hapo wanakuwa ni vijana ambao kwa simu zao kuna nyimbo ambazo zinakuwa ni nyimbo za mapenzi. Baada ya hapo tena ndio wanakuwa waimba kwaya makanisani, wanakuwa waimba kwaya. Ndio sasa, kwa sababu akili zao zimekwisha kutengenezwa na zile nyimbo walikuwa wanasikilizaga hapo, ndio maana wanatamaniana na hao wanakwaya hapo. Ndio unakuta wanakwaya wanakuwa wanapeana mimba ni hapo ndani. Kwa nini? Kwa sababu wameshaharibikiana akili. Mabinti akilini mwake kuna wimbo unayemhusiana na mwanaume, naye huyo kijana tena naye anakuwa akili yake imeshaharibika kutamani binti. Hapo hawaachani salama hata mara moja. Ndio unaona hata ukimaliza zoezi la kwaya lazima utamaliza hapo, wanatembea wawili. Namna gani? Kwa sababu tayari na wakiongea hapo hawaendi na bwana. Kile kinafanyika hapo ni kutoa kile kiko kile kichwa, huyu anampatia huyu na huyu anampatia huyu. Kinachoenda ni hapo, haichukui wiki. Huyu binti yuko D. Nauliza ni nini? Ni kwa sababu tayari akili zao zimekwisha haribika. Kwa hivyo hizo ni njia tatu. Kama kuna kizazi tunahitaji kubakiza, wanatakiwa wawe ni watu ambao watakuwa wamelinda macho, wamelinda masikio na wamelinda midomo, wanazungumza. Hizo njia tatu tena na akili. Msomaji, naomba niweze kusoma aya moja nimalizie, ili niweze kuingia kwa kipindi kingine hapo ya maswali. Kipindi cha maswali. Kabla ya hapo nisomee mwanzo.